Promova TV, a home of testimonies. Huu ni mwendelezo wa ushuhuda kutoka kwake Nabii Aston Adam Mbaya wa huko nchini Kongo. Ushuhuda wa vyumba 351 vya kuzimu, likiwa ni toleo la pili katika mfumo wa video na kwa undani zaidi. Na sasa tupo katika sehemu ya 10. Mtafsiri wa ushuhuda huu kutoka kwenye lugha ya Kifaransa kuja kwenye Kiswahili anajulikana kama Gus Awi. Mimi mwandaaji na msimuliaji wako, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza ukanifuatilia zaidi kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote utazipata katika channel yetu kuu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. P-R-O-M-O-V-E-R. Promova TV. Karibu sana, tuendelee. Bienvenue sur notre émission spéciale témoignage. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Vous êtes énormément bénis par tout ce que le Seigneur est en train de faire. Habarini za leo. Naomba Bwana awabariki kwa wingi. Tumekuwa tukifanya kazi kwa muda sasa, tukishirikiana nanyi kuhusu uzoefu wa kiroho kuhusiana na maisha yangu na Bwana. Mnafahamu katika siku za hivi karibuni nilikuwa nimeelemewa sana na majukumu yanayohusiana na kanisa, hasa ujenzi wa hekalu. Ilikuwa ni vigumu sana kwangu kujitokeza mbele yenu. Leo tutarejea kwenye uzoefu wetu wa kiroho. Huu ni wakati wa kifalme ambapo tulikuwa tukishirikiana uzoefu muhimu. Hapo awali tulikuwa tukizungumza kuhusu peponi, lakini sitarudia hayo tena. Mnaweza kwenda kwenye kituo chetu cha Adan Ministry TV ama kwenye kituo cha Promova TV YouTube, ambapo ujumbe mbalimbali huwekwa mara kwa mara. Utaona tuko kwenye idadi ya video inayokaribia 10. Leo nitaendelea na ujumbe tuliokuwa tukizungumzia kwenye video hizo, ili watu waelewe kwa namna iliyoratibiwa vizuri mafundisho mbalimbali. Haya yote hayahusiani na uzoefu wa mbinguni. Uzoefu unabaki kuwa halisi, na idadi ya video sio kwamba inaonesha kilichotokea kwa kila siku ama kwa siku ya kwanza. Video hizo ziliandaliwa kwa mpangilio mzuri ili kuwasaidia Wakristo kuelewa vyema ujumbe. Wapendwa katika Bwana, ningependa kurejea kwenye mfululizo wetu wa mwisho ambapo nilikuwa nikizungumzia juu ya mlango wa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Niliwaambia kwamba niliona milango 12 inayotoa njia kuelekea mji mkuu, na mji huo ulikuwa na misingi 12. Maandiko yanatupa picha ya malango hayo. Wakati nilipokuwa mbele ya mlango huo kuingia katika ufalme, roho zilipaswa kuimba nyimbo 10 za kumsifu Mungu, nyimbo ambazo watu waliimba wakiwa duniani. Wapendwa, palikuwa na hali ya mkanganyiko mkubwa pale. Roho nyingi zilijikuta zikiwa na wasiwasi. Tulipofika mbele ya mlango, tuliambiwa kwamba ili kuingia ni lazima kuimba hizo nyimbo 10 za kumsifu Mungu. Niliwaambia kwamba malaika alikuwa amesimama kwenye mlango, na kila mlango ulikuwa na jina la mitume. Pia nilieleza kuwa milango hiyo ilikuwa inajulikana kama milango ya huruma. Wakati roho zilipokuwa zikikaribia mlango, changamoto kubwa ilikuwa maisha walioishi duniani. Wengi walidanganywa kwa kuambiwa kwamba
mara tu unapookolewa huwezi kupoteza wokovu wako. Lakini Biblia inatufundisha tofauti. Katika kitabu cha Ezekieli sura ya 33 mstari wa 13, Biblia inasema ni kwamba mwenye haki, kwamba haki ataishi, lakini akitegemea haki yake na kutenda dhambi, haki yake yote haitakumbukwa, atakufa kwa sababu ya dhambi aliyotenda. Wapendwa katika Bwana, neno linasisitiza kuwa mwenye haki atakufa kwa sababu ya dhambi. Huko mbele ya malango palikuwa na mfumo wa kuchagua wale wanaostahili kuingia na wale wasio na haki ya kuingia. Maisha walioyaishi duniani yaliwafanya wapoteze haki yao ya kuingia. Roho ambazo hazikuweza kuingia zilitambua hali yao. Walijua kuwa hatima yao ilikuwa imeamuliwa tayari. Wakati roho inapotupiliwa mbali, kisima cha kuzimu kinajifungua. Roho huanguka moja kwa moja kwenye shimo hilo. Malaika aliyekuwa mbele ya mlango alikuwa amesimama pale kusimamia mchakato huo. Mfumo huo unahitaji kueleweka vizuri, na ningependa kutoa picha zaidi ili kuweza kuelezea jinsi hali ilivyokuwa. Ni kwamba mara baada ya roho kufeli kuingia, kisima cha kuzimu kinafunguka na roho inaanguka humo moja kwa moja. Roho zote zilizokuwa pale zilijua vizuri hali zao. Wengine walikuwa na furaha kwa kuwa walijua kuwa wataingia katika ufalme wa Mungu. Kumbuka wakati Paulo aliposema, nimepiga vita vizuri vilivyo vya imani. Ilikuwa zamu ya mmoja wa wapendwa kuingia katika ufalme. Alijaribu mlango, akaukaribia na kuimba nyimbo za kumsifu Mungu. Huna haja ya kuwa na redio ili kusikiliza muziki. Hapana. Hizi ni nyimbo za sifa ambazo wewe Mkristo uliziimba wakati ulikuwa duniani. Kumbukeni, inasemwa katika Yohana 4:22-24 kwamba wakati unakuja na sasa tayari, ambapo waabudu wa kweli watamwabudu Baba katika roho na kweli. Hizi ni nyimbo zilizotokana na Mungu ambazo uliziimba duniani. Zilikuwa ni nyimbo zilizofunuliwa na Mungu, zilizotoka moyoni mwako na kuoneshwa kupitia kinywa chako. Huwezi kufikiria kwamba kila kitu tunachokiimba duniani, iwe ni kizuri ama kibaya, kina athiri kiroho uhusiano wa Mkristo, ama kitakuwa kinazuia roho yako na kuondoa uwepo wa Mungu katika maisha yako, ama kitakusaidia kuingia katika ufalme. Wapendwa, roho ile ilipokaribia kuingia mjini, alifurahia sana na kuanza kumwadhimisha Bwana kwa kuimba nyimbo za kumsifu Mungu. Kila taifa katika mahali hapo lilikuwa linaimba nyimbo zinazotokana na nyimbo za Kikristo zilizoinuliwa na Mungu. Zinahusiana moja kwa moja na utaifa wao. Kwa mfano, mtu alionekana kuwa mkonzo aliimba nyimbo za kumsifu Mungu kwa furaha. Hizi zilikuwa ni nyimbo zilizohamasishwa na Mungu, zilizohusiana na ufalme. Sasa kwa kuwa siwezi kuimba wakati nazungumza hapa, tutaacha kidogo ili nyimbo hizi zipigwe, ili mtazame vizuri. Hivyo nitajaribu kuweka nyimbo kadhaa hapa na mtasikia mdundo. Kila sauti mtakayosikia ni nyimbo ambazo zilikuwa zikiimbwa katika mahali hapo. Chanson très populaire connue sur la terre. Dieu tout puissant, quand mon cœur considère
tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'Asie, les éclairs étonnerèrent, l'éclair matin ou les ombres du soir. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur, dans les parvis du Dieu vivant, brille le soleil, les vents, qui nous remplit de joie devant le merveille de Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire, dans le parvis du Dieu vivant, et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage, toi les rochers des âges. Le faible mot te sanctifie, mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Bien-aimé, plusieurs cantiques aussi populaires, je fais juste une combinaison. Baada ya kuimba nyimbo hizi zote, roho ilikaribia, na kadri ilivyokuwa ikielekea mbele, vazi lake lilikuwa linakuwa jeupe zaidi na zaidi. Vazi lake lilikuwa safi kabisa. Kwa njia isiyoweza kuelezeka, ilikuwa ya kushangaza kuona tukio la namna hiyo. Roho hiyo ilikaribia na mwangaza ulikuwa ukiangaza uso wake. Kadri alivyokuwa akielekea mbele, ndivyo alivyokuwa akionekana wazi zaidi. Wakati huo huo, mtu mmoja, malaika, alikuja na kuanza kunielezea ubora wa mavazi na mwangaza. Alisema, kumbuka kile kilichoandikwa katika kitabu cha Danieli. Tunaweza kwa pamoja kuangalia maandiko hayo. Tutaenda katika Danieli 12. Katika Danieli 12 mstari wa 2 nasema, wengi na wale wanaolala katika vumbi la ardhi watafufuka, wengine kwa uzima na wengine kwa aibu ya milele. Na wale waliokuwa na hekima wataangaza kama mwangaza wa anga, na wale wanaofundisha haki wengi wataangaza kama nyota milele na milele. Wapendwa, malaika aliniambia, kumbuka kile kilichoandikwa katika kitabu cha Danieli. Alikuwa akizungumzia kuhusu mwangaza wa roho. Nilikuwa nikitazama tukio hilo na kusema, malaika aliyekuwa ananizungumzisha hakuzuia tukio hilo kuendelea, kwa sababu nilikuwa pale kama shuhuda wa Kristo. Nilikuwa na furaha kubwa nikitazama tukio hilo. Roho ilikaribia ikisonga mbele na kuendelea kuimba nyimbo za sifa zilizoinuliwa. Nyimbo hizo ambazo mnasikia sasa ni za muhimu kwa ajili ya kuingia katika ufalme. Muziki pia unaamua hatima ya mtu. Nguvu na mamlaka ya Kristo ziko katika eneo la muziki na sifa. Kwa sababu tunamwadhimisha Mungu wa kiungu anayeadhibu binadamu wote, yule aliyetuumba, Baba muumba wa wenyeji wa dunia. Roho ile ilikaribia na mlango ulibaki wazi mpaka ulipofunguka kwa ukamilifu kabisa. Mwanga mkali ulitoka ndani, mwanga ambao hata jua kwa joto lake haliwezi kufikia. Ulikuwa wa hali ya mwangaza, na hata nuru ya jiji kubwa iliangaza. Mwanga mkali ulitoka ndani na mdundo wa nyimbo za kusifu Mungu ulisikika. Roho ilikaribia kwa moyo uliojaa furaha, unyenyekevu na unyofu. Wapendwa,
Masharti ya kuingia sasa yalianza. Niliposikia sauti, malaika alionya kabla ya tukio hilo kutokea. Katika wakati huo, sauti ilisikika. Sauti hiyo ilikuwa laini sana. Ni vigumu kuelezea ilikuwa kama sauti gani. Ilikuwa ni sauti ambayo inatoa raha na uzuri. Sauti hiyo ilianza kusema wakati mlango ulifunguka. Sasa ilikuwa sauti ya Bwana ikizungumza, akisema, kwanza utafurahia umepokea Yesu Kristo katika maisha yako duniani. Ni furaha kubwa kukubali Yesu Kristo katika maisha yako duniani. Hii ilikuwa sharti la kwanza la kuingia katika ufalme huu, ni kumkubali Bwana Yesu Kristo. Kwa sababu kuingia katika jiji kulikuwa na angalau masharti 12. Kwa kujaza masharti 12 ya kukubalika, nafsi ilipata kweli. Mwana wa Mungu, sharti la kwanza lilikuwa kumkubali Bwana Yesu Kristo. Wakati sauti iliposema hivyo, sauti hiyo ilisema kwamba umekubali Yesu Kristo na kwamba umekuwa mwaminifu katika neno lake. Ulikuwa mwaminifu, umemtumikia kwa moyo wako wote. Ulikuwa unashuhudia jina lake mbele ya watu. Ulishuhudia Bwana, umetoa kweli maisha yako na umeishi kama mtoto wake. Wakati sauti ilipokoma kuzungumza, mtu huyo alisema, sijui Bwana, wewe peke yako unajua. Wapendwa, tumkubali Bwana Yesu Kristo. Tusome Biblia. Hakuna njia nyingine. Hakuna sauti nyingine. Wapendwa katika Bwana, Mungu alimtuma mwanae ili watu waishi kwa yeye. Tulikuwa zamani wagonjwa wa kupooza. Tulikuwa zamani wagonjwa wa kupoteza milele. Lakini kwa upendo wake Kristo alikuja kutuokoa. Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12 inasema, lakini wote walipompokea aliwapa uwezo wa watoto wa Mungu, wale waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Wapenzi, wale waliompokea, wote waliokubali Yesu Kristo. Wapendwa, inazungumzia wale waliompokea, wote waliomkubali Yesu Kristo. Hivyo katika Yohana 14 Bwana anasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hakuna uzima nje ya Yesu Kristo. Hakuna umilele nje ya Yesu Kristo. Kukubali kuzungumza juu ya mbingu ilikuwa ni kumpokea kama Bwana na Mwokozi wako wa kibinafsi, lakini pia kama Mungu muumba. Yeye ndiye Mwokozi pekee. Mungu aliyeumba mbingu, nchi, yeye ndiye Mwokozi pekee. Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Wapendwa, pamoja na kila kitu kilichomo, mwanadamu ni Mungu aliyemuumba. Na alikuwa Yesu Kristo aliyekuja kujidhihirisha katika wakati na nafasi. Alikuwa nasi kama Baba, alijidhihirisha kama Roho, alijidhihirisha kama Mwana. Yote yamefanywa kwa ajili yake na yote yamejaa kwa mamlaka yake. Wapendwa, wakati sharti la kwanza lilipokamilishwa, nafsi ilisema, sijui Bwana, wewe peke yako wajua. Kumkubali Bwana Yesu ni jambo muhimu kwa maisha yako ya Kikristo. Kutoa maisha yako kwa Kristo ni ufunguo wa umilele kwetu sote. Wapendwa, saa ni mbaya. Tunaishi nyakati za mwisho za wanadamu.
Hakuna mwokozi mwingine. Mwokozi pekee aliyeshuka kutoka mbinguni ili kutoa maisha yake kwa wanadamu ni Yesu. Usijidanganye kwa kukubali imani nyingine zisizobeba chochote katika maisha yako. Kubali Yesu Kristo. Yeye ni neno lenyewe. Yeye ni neno la milele, wapendwa katika Bwana. Yeye ndiye mwokozi pekee. Kama Biblia inavyosema katika Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12, hakuna jina lingine lililotolewa kwetu, wapendwa katika Bwana, jina ambalo linahakikisha wokovu wa wanadamu ni jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu juu ya kila jina. Jina la Yesu ndio jina lenye nguvu zaidi. Ni rahisi tu, fungua moyo wako. Yesu anakupenda sasa hivi. Wewe uliyepotea zamani, umeacha mwenendo wako na Kristo, na kualika, sikiliza mwaliko wangu wa dhati. Yesu anakupenda bado. Wapendwa, wakati mwingine umekata tamaa kutokana na matatizo ya maisha. Wakati mwingine uko katika kukata tamaa kutokana na ukweli wa ulimwengu huu. Mambo haya hayawezi chochote kwa nafsi yako. Nini itamfaidi mtu kushinda ulimwengu ikiwa hutapata nafsi yako? Tunaona mbele yetu jinsi vitendo vya mpinga Kristo vinavyojidhihirisha, jinsi mwana wa giza anavyopigana usiku na mchana, anavyofanya kazi kwa bidii, jinsi falme za shetani zinavyofanya kazi kwa ajili ya kupoteza nafsi moja. Wapendwa, ni wakati huu muhimu kwamba wewe unalala. Amka, rekebisha uhusiano wako na Bwana. Rejesha ukaribu wako na Mungu. Usiseme kwamba tayari nimempokea. Tembea naye. Hiyo ndio maana ya kumpokea Yesu Kristo. Hakuna uzoefu katika imani ya Kikristo. Maisha yetu yanategemea Kristo kila siku, kila sekunde, kila dakika. Lazima tujihakikishie kabisa kwamba Kristo yuko ndani yetu. Je, unaweza kujiaminisha kwa kusema kwamba ikiwa Yesu atarudi leo nami nitakwenda? Je, uko salama kweli? Na je, unaweza kujiamini? Simama mbele ya watu. Unaweza kudanganya kila mtu ukipiga kelele mchana kutwa kusema mimi ni Mkristo, mimi nimeokoka. Ni muhimu zaidi, vaeni kidogo wapendwa. Muhimu zaidi ni ushawishi wa jina hilo ndani yako. Ni nini jina hilo linakuletea? Je, unapoketi, unapokaa mbele yako mahali ambapo hakuna mtu anayeweza kukuona, unasema mimi ni mtoto wa Mungu kweli? Naweza kusema hivyo pia kwako. Sharti la kwanza lilikamilishwa. Ilikuwa ni kumkubali Bwana Yesu Kristo. Kubali Bwana Yesu Kristo wakati wa maisha yako duniani. Wapenzi, haya yalikuwa masharti muhimu. Masharti haya yote yamewekwa kwake. Masharti haya yote, ikiwa mtu nafsi aliyatekeleza, atapata ufikiaji. Jambo la pili, wakati sauti iliendelea kuzungumza, nafsi iliendelea pia kuingia. Kwa hiyo aliendelea kusonga mbele, kwa sababu ilikuwa ni matembezi ya kufika mpaka kwenye mlango. Kulikuwa na hatua kadhaa za kufuata. Hatua hii ilikuwa ya kifalme na muhimu, kwa sababu ilikuwa inahakikisha ufikiaji wa ufalme. Sharti la pili, sauti ilisema tena, ilikuwa kuwa na ubatizo. Kuwa na ubatizo
katika Kristo. Kwa hiyo nafsi ilijibu, sijui Bwana, wewe pekee wajua. Anazungumza hapa juu ya ubatizo. Lazima uelewe kwamba wakati sauti ilikuwa ikizungumza, lazima uelewe kwamba ubatizo wa maji pia ni muhimu kwa ajili ya ufikiaji wetu mbinguni. Ni kweli ubatizo huondoa dhambi. Ni kweli ubatizo wa maji huondoa dhambi. Lakini ubatizo wa maji unahusisha dhamira ya mtu. Je, ninasema na mtu hapa? Inahusisha dhamira ya mtu juu ya kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yako, juu ya kile Kristo alichofanya katika maisha yako. Wapendwa katika Bwana, ni ushuhuda wa umma mbele ya watu na mbele ya Mungu kwamba ninajitolea. Ni kama askari anayekutana mbele ya wakuu wake, mbele ya watu. Lazima sasa aseme kiapo. Jambo la kwanza linalosemwa kwa kiapo ni kwamba tunajitolea. Nasema kuhusiana na kusema ukweli tu na kutembea katika ukweli. Ni sawa sasa na kile kinachotokea katika ubatizo wetu. Ubatizo wetu ni kiapo chetu mbele ya Mungu, mbele ya watu, mbele ya dunia, mbele ya malaika, mbele ya viumbe vyote kwamba ninajitolea kwa uaminifu kumtumikia Bwana. Sikiliza, ubatizo uliokubaliwa katika ufalme. Sijaja hapa kuanzisha mjadala kwa sababu sitaki kujadiliana sana. Niko hapa kama mtumishi wa Mungu, nikishuhudia tu kile kizuri kwa wale watakaoamini. Mungu awabariki. Haya ndiyo niliyogundua. Ubatizo uliokubaliwa katika ufalme ulikuwa kauli mbiu ya ubatizo kwa jina la Yesu Kristo. Ubatizo pekee uliokubaliwa katika ufalme ulikuwa ubatizo kwa jina la Yesu Kristo. Tusome mistari miwili ambayo inatoa shida kubwa katika swala hili. Matendo ya Mitume sura ya 19. Tunasoma neno la Mungu. Wapenzi katika Bwana, tunasoma juu ya haya maneno. Katika hayo maneno walibatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Waefeso sura ya 4 mstari wa 5 inasema, kuna Bwana mmoja, imani moja na ubatizo mmoja. Wapendwa, kanuni ya ubatizo iliyokubaliwa katika ufalme ilikuwa ubatizo kwa jina la Yesu Kristo. Hatujabatiza katika fomu ya jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hatujakariri jina la Roho Mtakatifu. Wapendwa katika Bwana, fikiria mfano wa mtoto anayesema, ninafanya hii kwa jina la baba yangu. Watu watamuuliza, baba yako anaitwa nani? Kwa hiyo jina la Baba si jina, jina la Mwana si jina, jina la Roho Mtakatifu si jina. Wapendwa, jina la Baba, jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo. Ndiye jina pekee lililotolewa kwa wanadamu. Hivyo aina ya ubatizo inayokubalika ni ile kwa jina la Yesu Kristo. Lakini usisahau kwamba kukubali Yesu Kristo kuna nafasi ya kwanza. Umkubali kwanza Yesu Kristo, kisha inafuatiwa na mazoezi ya maisha ya Kikristo. Ikiwa tunaweza kuwasilisha hili kwako ili kuletea ufahamu, si mimi ninayefanya hivyo, lakini ni kile nilichojifunza huko, kwa sababu nilikuwa nikiuliza maswali wakati roho zilipokuwa zikija. Kwa sababu nilitoa pia mstari wa Biblia. Malaika alijibu pia kwa maandiko halisi ya neno. Alieleza kwamba sharti la kwanza na
lisilovunjika, halibadiliki, ni kumkubali Yesu Kristo. Hili ni mfano wa mwizi msalabani. Alikidhi masharti yote yanayowezekana. Alipiga kelele kwa Bwana. Alikubali. Alishuhudia kwa kusema, Bwana, nikumbuke katika ufalme wako. Hakuweza kubatizwa. Hili ni tukio la kipekee. Kuna kesi maalum duniani zinazoishi, wapendwa katika Bwana. Lakini kuanzia kesi ya kwanza, sasa tutakuja katika hatua inayofuata inayoitwa kujitolea katika njia ya Kikristo. Neno alilochagua malaika wakati nilipomuuliza jinsi mtu aliye katika hali ya kifo hospitalini anavyoweza kuokolewa bila ubatizo. Aliniambia kwamba lazima kumkubali Yesu Kristo ambaye ni njia ya uzima. Lazima, ikiwa hujafa na unaendelea kuishi, kuna kujitolea na hatua ya imani ya Kikristo tunayoita ubatizo. Hili lilikuwa swali ambalo tuliuliza mbele ya mlango wakati sauti ya Bwana ilisema, wewe ni huru kwa sababu umepata ubatizo katika Kristo. Malaika alinikumbusha sasa kuhusu ubatizo. Niliuliza kuhusu ubatizo. Malaika aliniambia hivi, hawajaingia katika ufalme huu wale ambao hawajabatizwa. Hawana uwezo wa kuingia katika ufalme huu. Badala yake, wale ambao wamebatizwa na wale wa ubatizo wa maji. Nadhani hawakubali ubatizo wa maji katika dimbwi. Wale ambao walikubali ubatizo wa maji, wapendwa, kuna wale walimwagiwa maji kwenye vichwa vyao. Wale waliopata ubatizo ambao maji hayakuweza kumwagika wameshindwa. Ubatizo ni pale ambapo maji yanapotembea, na pia ubatizo uliofanyika kwa jina la Yesu Kristo. Wapendwa, sauti ilisikika kutoka mbinguni kwamba mpendwa alikuwa amebatizwa. Hali hizi zote zilikuwa zimekamilishwa. Wapendwa, sauti ilisikika tena, sharti la tatu, umefurahia kuwa umebatizwa na Roho Mtakatifu. Umebatizwa katika Roho wa Mungu na umefanya mapenzi ya Roho. Tusome tena maandiko katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 3. Nitasoma kidogo. Yesu akamjibu, amini amini nakwambia, mtu asipobatizwa tena hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamjibu, mtu awezaje kuzaliwa akiwa mzee? Anaweza kuingia katika tumbo la mama yake na kuzaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu, ikiwa mtu hajazaliwa kwa Roho wa Mungu. Ikiwa hujazaliwa na Roho Mtakatifu, yaani kuzaliwa upya, huwezi kamwe kuingia katika ufalme wa mbinguni. Watu wengi wanauliza swali, je, nina Roho Mtakatifu kweli? Wengine wanamuita kama nguvu, kwa maana Biblia inasema mtapokea nguvu. Wengine wanafikiria kwamba Roho Mtakatifu ni mtu wa tatu katika Mungu mzima, tunayemuita mtu wa tatu katika utatu. Kwa kweli wapenzi katika Bwana, Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe, kwa sababu Yobu anasema Roho wa Mungu ameniumba, na Mwanzo sura ya 1 inasema Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Hivyo Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Mungu alijidhihirisha katika hali ya mwili, akajitokeza katika mwili unaoitwa mwana, akaishi kati ya watu, alirudi mbinguni,
Kazi yake katika mwili ilikuwa kuokoa wanadamu, kuokoa mwanadamu aliyeanguka, mwanadamu aliyekuwa anatarajia hukumu ya milele. Lakini sasa alipokuja kama Roho, alikuja kuongoza kanisa. Wapendwa katika Bwana, Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe anayekuja kuishi ndani ya mioyo yetu ili kutufundisha jinsi ya kumtumikia. Yeye ndiye anayetuunga mkono. Lakini je, unajua jinsi ya kujua kama uko na Roho Mtakatifu? Je, ni kwa kunena kwa lugha? Je, ni kwa kuonesha karama za Roho? Je, ni kwa unabii? Je, ni kwa kuhubiri wengine? Je, ni kwa kuhubiri? Wengi wameshiriki katika mambo haya na hata hawana Roho wa Mungu. Jinsi ya kujua kama una Roho Mtakatifu ni wakati mambo mawili yapo ndani yako: nguvu ya Roho na matunda ya Roho. Je, ninazungumza na mtu mmoja hapo? Nguvu ya Roho na matunda ya Roho tutazungumzia kwa undani katika vipindi vyetu vijavyo, ili kukuelekeza katika maneno haya mawili yasiyo na makosa na muhimu, ili kuhakikisha upatikanaji wa nafsi mbinguni. Jinsi ya kujua kuwa una Roho Mtakatifu ni kupitia matunda ya Roho na nguvu. Hiyo ni uthibitisho wa kutosha kwamba una Roho. Wapendwa katika Bwana, Mungu awabariki. Ilikuwa furaha kubwa kwangu kushiriki wakati huu mtakatifu pamoja nanyi, na naahidi kwamba sitawaacha tena. Wakati huu tutakuwa pamoja. Tafadhali usikose katika sehemu inayofuata. Tutakuwa na wakati mzuri muhimu sana wa imani ya Kikristo. Kwa wale wanaotaka kwa dhati kwenda mbinguni, usikose. Tutakutana tena hivi karibuni kwenye sehemu inayofuata. Kwa leo tutaishia hapo. Avec cette simple prière, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ est devenu le sauveur de votre vie et votre Kumbuka, huu ni ushuhuda wa kweli kabisa. Ushuhuda kutoka kwake Nabii Aston Adam Mbaya wa huko nchini Kongo. Ushuhuda wa vyumba 351 vya kuzimu, likiwa ni toleo la pili kwa njia ya video na kwa undani zaidi. Aliyetafsiri ushuhuda huu kutoka kwenye lugha ya Kifaransa kuja kwenye Kiswahili anajulikana kama Gus Awi. Nami mwandaaji na msimuliaji wako, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza ukanipata pia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Lakini kupata shuhuda zaidi na simulizi za kweli kutoka kwetu, tembelea chaneli yetu kuu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. Promover, Promova TV. Unaweza pia kuwasiliana nasi ikiwa una maswali, maoni, mapendekezo, unahitaji msaada wa kiroho ama unahitaji kutoa sadaka yako ili kutusupport. Unaweza kuwezesha kipindi hiki kwa kutumia namba hizi: kujumlisha 255 766 294335, au namba nyingine kujumlisha 255 784 074 462. Asante sana kwa kufuatilia, na tafadhali hakikisha unasambaza ushuhuda huu kwa wengine wengi kadri uwezavyo. Utabarikiwa sana. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii
ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 3005111819273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jactan Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Promova TV, a home of testimonies.